Mbunge wa jimbo la Kawe Geoffrey Timothy amewataka waigizaji na wadau wa sanaa nchini kuongeza uwekezaji katika sekta hiyo, akisema bado kuna fursa kubwa ambayo ikitumika vizuri inaweza kuongeza ajira na kuchangia ukuaji wa uchumi wa taifa. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa tamthilia ya Mbalamwezi, Timothy amesema mafanikio yanayoonekana katika tamthilia zinazozalishwa nchini ni ishara kuwa soko la sanaa lina uwezo mkubwa, hivyo wasanii na wawekezaji wanapaswa kuongeza fedha katika uzalishaji wa kazi za sanaa. Pia amesema kwa sasa serikali imeanza ujenzi wa arena Kawe sambamba na uwanja wa kisasa katika maeneo hayo, ukitajwa kuwa unaweza kuibua ajira kwa watu mbalimbali wanaohusika katika uzalishaji wa kazi za sanaa, huku serikali ikinufaika kupitia kodi na shughuli nyingine za kiuchumi. Tuendelea tu kuasisitiza wawekezaji waendelee kuwekeza, watoe pesa, waweke pesa kwenye hili eneo la sanaa. Kwa sababu gani? Hili eneo bado kuna gap, lakini kuna uchumi mkubwa. Nimeambiwa pale kupitia sanaa ajira nyingi sana. Yaani kwa ile episode moja kuna idadi kubwa sana ya watu wanajipatia kipato. Kwa hiyo tukiwa na hizi tamthilia nyingi watu wetu wengi watapata ajira, na tutaendelea kuisaidia serikali kutengeneza ajira, lakini hapo tunatengeneza uchumi. Tunatengeneza uchumi wa nchi yetu, tunapata kodi humo na mambo mengine yanaendelea. Kwa hiyo mimi nasisitiza tuendelee kuwekeza. Hata mimi mwenyewe nitawaunga mkono wa ndugu zangu kwa sababu nimeona kuna gap, kuna fursa, kuna haja ya kuwekeza zaidi. Kuna kuzungumzia pale kuna moja kati ya kamati ambayo huko na ni kamati ya uwekezaji kama sisikie vizuri. Ni sahihi kabisa. Unazungumza unaona pia kuna fursa ambazo mnazipigia dada kuhusiana na tamthilia, lakini pia ikoje hiyo na unawaahidi nini sasa wananchi na vijana ambao wanapenda sana hii tasnia ya filamu? Kwanza kubwa ambalo sisi tumekuwa tukilijadili kwenye kamati yetu ni kuhakikisha eneo hili unafanyika uwekezaji mkubwa wa miundombinu. Miundombinu kwa maana ya kwamba hawa waigizaji wetu waandaliwe miundombinu kama ilivyo nchi nyingine, kama ilivyo Nigeria, kama ilivyo USA. Si ndio? Miundombinu ya uigizaji iko vizuri, na kwa kuanzia sasa nyinyi ni mashahidi, Mheshimiwa Rais alishatoa ahadi, tunaenda kujenga arena pale kwenye kata yetu ya Kawe. Pale tutaenda kujenga arena kubwa, kutakuwa na miundombinu mingi kwa ajili ya waigizaji. Lakini pia vile nimezungumzia issue ya michezo mingine kwa upande wa mchezo wa mpira wa miguu. Viwanja vinajengwa vingi. Kwa mara ya kwanza sisi Kawe, jimbo la Kawe, tunaenda kujengewa pia uwanja wa kisasa kwa ajili ya mpira. Kwa mambo mazuri kwenye eneo hili la sanaa yanakuja, na sisi na mimi pia kama mjumbe wa kamati ya uwekezaji nimekuwa nikilisisitiza hilo. Na nyinyi ni mashahidi. Waigizaji wengi na sisemi hii kwa kujisifia, waigizaji wengi ni wakazi wa kwetu wa jimbo la Kawe. Kwa hawa mimi ni watu wangu, na nimesema nitakuwa na vikao nao pia. Tutajiandaa, tutakuwa na kikao, tusikilize kero zao, tusikilize wanataka nini, alafu mwisho wa siku tujue tutawasaidiaje. Wanatakiwa kuheshimishwa hao. Kuna kila sababu ya kuanzisha hata tuzo zinazowahusu hao. Waheshimishwe, na wenyewe waonje utamu wa kazi kubwa ambayo wameifanya. Kwa mimi kama mwakilishi nitaendelea kushawishi, na ikiwezekana tunaweza tukajiunga na baadhi ya wenzetu tukaanzisha hata utaratibu wa kuwapatia tuzo wa watu ambao ni wakongwe na wamechonga njia kweli kwenye ili eneo la sanaa. Nadhani hii italeta chachu kiasi gani? Hii italeta chachu kwa sababu gani? Kwanza tutakuwa tumefanya uungwana. Tutakuwa tumekuwa waungwana kwa kuwatendea haki, kwa sababu kweli wamefanya kazi kubwa. Lakini hata wenyewe na hawa wengine wanaokuja itaamsha hali ya kuona kwamba kumbe ukifanya vizuri, ukifanya kitu kizuri kwa muda mrefu, kuna siku utaenziwa, na itaongeza thamani hata ya kazi yenyewe. Kwenye Mbalamwezi kiusema kweli naweza kusema labda nimepata ugumu, lakini sio ugumu kihivyo, kwa sababu mimi ni kiraka, mimi ni multipurpose na play part yoyote ambayo nitapewa. Huku nimebadilishiwa character kwa sababu watu wengi wamenizoea mimi ni mtu wa kulia, ni mtu wa kusikitika, ni mtu wa majonzi, ni mtu wa kuonewa, lakini humu nimebadilishiwa character kwa kweli. Hata mimi nimependa kwa sababu mwandishi ameniangalia kwa jicho jingine kabisa. Yaani unikuti nikilia. Ni scene moja na sikulia ile kulia, nilikuwa tu emotion kidogo alafu nikatulia.